Leo kadri Kristo anavyozidi kukaribia, wapendwa watazamaji wa chaneli yetu ya Neno TV, baada ya kuwa nimewasalimu kwa jina la Kristo, amani ya Mungu iweze kuwa pamoja na sisi kutokayo kwa Mungu Baba na kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Leo makanisa mengi, kwa nini tunalenga sana kuwahusia kuhusiana na makanisa? Ni kwamba kuna hatari iliyo katika makanisa leo kwa asilimia 99 makanisa ya leo, ikiwa Yesu angekuwepo katika mwili, na naomba niongee na watu wanaompenda Mungu kwa kweli, kwa moyo mmoja, hakika nawaeleza Yesu asingeingiza katika hayo makanisa kabisa, na twende na moyo mmoja. Sasa hatari iko mbili. Ni kwa nini? Ni hoja gani tunayoisema kwa sababu ya hiyo? Sababu ziko nyingi, lakini leo katika hiki kipindi, katika huu muda, ninaomba tuzungumzie habari ya biashara zinazofanyika katika makanisa. Leo makanisa yamekuwa yakifanya biashara ndani ya muda wa maombi, ndani ya muda wa ibada. Zikifanywa biashara, vikapu vinaletwa, samaki zinaletwa, nini naanza kufanywa mnada ndani ya makanisa. Sikuona ni busara kuunganisha hapa baadhi ya videos ambazo zinaonyesha hayo, kwa sababu huenda ingekuwa ni kama vile ingeleta sura tofauti. Ndio maana nikaona nilete tu hivi kwa moja, ukijua mwenyewe sura ya kanisa unaloenda, sura ya kanisa ambalo wewe unalijua, na ujiulize kama Kristo angekuwepo katika mwili, je, angeambatana na watu hawa kuwa katika kanisa hilo, au angeingia kwenye kanisa hilo na akavumilia mfumo wa ibada hiyo mpaka mwisho? Ninaomba unisikilize sana, wachungaji mnisikilize, wainjilisti msikilize, kwa sababu leo makanisa yamegeuzwa kuwa masoko, yamegeuzwa kuwa ni kama magenge ya wanyang'anyi, na watu hawasemi, ni kama vile wamefungwa vinywa, wakibaki tu kuambiwa amani. Lakini kama kweli Mungu anaitwa hapo, huyo Mungu anayeitwa hapo ameishaondoka. Kwa yule ambaye wanamuita hapo atakuwa sio yeye, na watu ambao wanamwabudu Mungu kweli wakiishi ndani yao msukumo, hapo watabaki kuwa ni yatima wa kiroho. Sasa ukiangalia katika kitabu cha Mathayo, na hichi kitu kimenisikitisha sana katika baadhi ya makanisa, mpaka makanisa ambayo leo tulitamani tuone kicho cha Mungu ndani ya hayo makanisa, kicho kimeuzwa kwa bei ya bure. Sasa ukiangalia katika kitabu cha Mathayo 21 mstari wa 12 na wa 13, Kristo alifanya nini? Sikiliza, anasema Yesu akaingia ndani ya hekalu, akawafukuza wote waliokuwa wakiuza na kununua hekaluni, akazipindua meza za wabadili fedha. Hiyo pointi ishike vizuri, tutakaporudi kwenye huu mstari uweze kuelewa. Na viti vyao waliokuwa wakiuza njiwa, akawaambia, imeandikwa, nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala, bali nyinyi mmeifanya kuwa pango la wanyang'anyi. Sasa ukiangalia katika muktadha wa haya mafungu mawili, Yesu ameingia na akawatoa hapo. Kuna kubadili fedha kunafanyika katika makanisa, kuna mauziano na manunua na kununua katika makanisa. Ukiona hiki kitu kinafanyika ndani ya kanisa, ujue hapo tayari kitu cha Mungu kimetoka. Lakini vile vile hiyo nyumba ya Mungu imebadilika, sio nyumba ya sala tena, maana Mungu asema, imeandikwa, nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala. Nyumba ya sala ilikuwa itakiwa iwe kimbilio la watu waliokosa tumaini, iwe kimbilio la watu ambao wamekata tamaa, iwe ni kimbilio la watu ambao wanahitaji kuongea na Mungu, sio kufanyika biashara ndani ya makanisa, sio kubadilisha, huyu ana kuku ndio kipatikane hiki, huyu anunue, huyu kipande dau, sio tunaita kama ni kuku iitwe kwa mara ya kwanza, kwa mara ya pili, kwa mara ya tatu, apatikane wenye dau kubwa, iuzwe kwa 10,000, mwingine anakuja kwa 11,000, mwingine 12,000. Hayo ni mauziano yanafanyika huko ndani. Kristo anakasirika. Na kama kuna kitu kama hiki unakiona ndani ya makanisa haya, kanisa lako, nafasi ni mbili. Kwanza kabisa ujue, kwanza inawezekana kwa asilimia 99 hapo si kanisa la Mungu, maana wamekusha kutoka katika msingi. Swala la pili,
Na wewe uliyepo hapo, ikiwa ukaona haya na ukanyamaza na unaona sio sahihi, au ukafuatilia video kama hizi na mafundisho kama haya ukaona sio sahihi na ukakaa kimya siku baada ya siku ukiendelea kukusanyika hapo, ujue na wewe utakinywea kikombe. 58 Isaya 1 mstari wake anasema piga kelele usiache. Sasa wewe ukikaa kimya na kati maovu haya yanatokea na kati Kristo anaaibishwa, ni kama sasa anawaza aje katika mwili, lakini hataki kuja katika mwili kwa sababu amekwisha kuwakabidhi watu wake kazi. Sasa amewakabidhi watu wake kazi, wanalala, wanasinzia katika makanisa hayo, wanazidi tu kuota vitambi hapo, lakini bado kichwa cha Mungu kimetoka. Mungu anahitaji ibada yake irudi, na kama hamtairudisha mtakinywea kikombe, mtakinywea kikombe. Kristo kawatoa, kapindua meza za wabadilisha fedha na wale walikuwa wanauza njiwa, walikuwa wanauza na kununua ndani ya kanisa la Mungu. Hicho kitu Mungu anakipinga sana, anakipinga sana. Makanisa yasibadilishwe kuwa masoko, na ukiona ni hivyo, njia ni mbili, ama kama utakaa kimya na wewe utakinywea kikombe. Katika kitabu cha cha Ezekiel, kwa sababu Mungu anatuma maonyo katika makanisa, na hapo ndipo ambapo unisikilize kwa makini, maana ningemaliza bila kukwambia hiki kitu usingekuwa ni mwenye kupata nini ni ufanye, maana nitakuwa ningekuacha njia panda. Sasa ukiangalia katika Ezekiel nabii wa Baba anaambiwa sura ya 12 Ezekiel, tukianzia sasa mstari wa 2, anaambiwa mwanadamu, wewe unakaa kati ya nyumba iliyoasi, watu ambao wana macho ya kuona ila hawaoni, wana masikio ya kusikia ila hawasikii, kwa maana ni nyumba iliyoasi. Basi mstari wa 3, mwanadamu, funga tayari vyombo kwa uhamisho, ukahame wakati wa mchana mbele ya macho yao, na utahama toka mahali hapo pako hapa mpaka mahali pengine mbele ya macho yao, labda watafahamu, wajapokuwa ni nyumba iliyoasi. Kwa hiyo lengo la Mungu ni kuwapelekea maonyo watu, lakini na makanisa kama hawatasikia na kuacha njia hizo, Mungu anasema kwamba hiyo ni nyumba iliyoasi. Hama wakati tena wa mchana, funga vilago vyako, toka hapo, maana sio ibada ya Mungu hapo. Mungu afurahishwe na hiyo ibada. Lazima paendwe sehemu ambapo pana kicho cha Mungu, sehemu ambapo wanaabudu katika kweli, katika neno la Mungu linavyoelekeza. Mungu na akakusaidie katika jina la Kristo Yesu.